This is Street Vibe Show ndani ya VBN TV. I'm Jeremy Aimon. I'm Cynthia Wanjiru. Jeremy. Yeah. Unajua statistics zinaonyesha ya kwamba youth wanatumia technology minimum amount of time 8 hours per day. 8 hours. Si kubonga na si kutext. Ile tu labda una watch movie ama unaangalia WhatsApp. Cheza PS. Yes, ndio hiyo. Imagine 8 hours per day minimum. That is because maybe as for the youths, some of us maybe we don't know the importance of technology. Hatujui tunafaa tutumie technology aje. And that's why leo kwa topic yetu tutaingia kwa street. Tuulize wase kama wanajua what technologies inawasaidia aje kama mavijana. Wewe technology kwanza before tuende. Mimi kwanza najua technology iko na positive na iko na negative. Mimi kwangu naweza sema imenisaidia in terms of kucommunicate imekuwa easy. Naweza ongea na msee mwenye ako mbali, tuna Skype, tuna chat nini. Lakini at the same time inaweza kuwa iko na addiction. Iko na addiction. Baya sana. Ndio asubuhi unapata hata siamki kuomba man. The first thing unaamkia kwanza ni simu. Kuangalia mafans wanasema aje. By the way, I don't know kama unajua unaweza weka hata Bible kwa hii simu. You can have a Bible. Uko na Bible? Tuko nayo. So this is Street Vibe Show ndani ya VBN TV. Tunakuja kwa street kusikia your opinions and ideas. Kwa sababu tunasema aje? Tunasema hii show ambayo opinions zako na ideas zako zina matter a lot. Keep it loud. Our topic is all about technology, youth and job creation. Na leo tuko na one of the youth anaitwa Mike. Ni mwanabiashara, he's a businessman. Na tunataka kusikia if hii technology inamsaidia. Sasa Mike. Kwa sana. Kufiti. Kabisa. Job iko aje? Job sikisema ni nzuri na sikisema ni mbaya. But hatuwezi kulalamika vile. Tunapata yetu. Basi pole tupate ile kidogo tu ya kuendelesha maisha. Tunashukuru. Sasa umesikia topic yetu ni technology. Nimesikia. Kwa technology ni nini? Unaweza sema technology ni nini? Technology na understand ni kama vile kurahisisha kazi. Kuna vile tu kurahisisha mambo mingi zenye tulikuwa tuna process mrefu tunafanya na siku mingi unafanya na masaa kidogo inakuwa imeisha. Kwa mfano kama ni kitambo tunaona files zilikuwa zimepangwa kwa ofisi unakuta zimepangwa. Ukiambiwa unataka huduma yoyote kwa serikali, faili yako inaweza tafutwa hata kama ni mwezi, ukiambiwa kuja next week. But nowadays unapata tu wanaingia tu computer hivyo tu inakuwa na mambo zako zimefidiwa pale, unapatikana tu kwa njia rahisi tu, so inarahisisha kazi. Technology kwako ni kitu ya kurahisisha kazi. Sasa nikuulize, kwa technology unaona kama imekuja inatusaidia ama imekuja kutuharibu kama youth? Kwanza tuingia hapo sana. Kuna vile inasaidia, na saidi nyingine inaweza tumika vibaya inaharibu youth. Kwa mfano sasa hii unapata inaweza create job. Kuna watu wanaitumia kama online, wanatumia kuuza vitu zao. Mtu si lazima akuwe na duka kama hii yangu, anaingia tu online ana post vitu zake hapo na anakuwa amejiajiri tu na anauza vitu kwa online. So inasaidia ku create job kwa youth. But on the other side unapata pia inatumika vibaya. Kuna watu pia wanakuta wanacheza na technology kuibia watu, wanacheza na technology kufanya mambo za uhalifu hivyo. So kwa jingine inaweza tumika vibaya na pia ina create jobs. Sasa wewe personally, sasa tukuje kwako. Wewe asubuhi kitu ya kwanza ukiamka unafanyanga nini? Asubuhi? Kitu ya kwanza ile kabisa. Nikiamka asubuhi, tuseme tu labda naweza angalia simu. Kitambo watu walikuwa wanafanya hivyo. Haikuwa kitu hiyo. So kwako unaona kama imekuadhiri vibaya ama vizuri?
Technology imesaidia pakubwa. Pakubwa sana. So hatuwezi sema technology ni mbaya. Isipokuwa sasa ni wale watu ambao hutumia kwa njia mbaya. But technology iko sawa kabisa. Inasaidia pakubwa. Na sasa wewe kwa biashara yako, wewe ni mwanabiashara, hata hujaambiwa watu wewe ni mwanabiashara gani, unapatikana wapi? Ukipata hii chance lazima uongee watu. Jiseme maneno yako. Mpoa, mimi tu Mai. Napatikana hii barabara ya Wiga Odinga, Taidi Sukire na kwa PC. Kodi unafanya biashara ya kuuza viatu. But pia technology unapata hizi viatu pia hata tunautumiwa na WhatsApp. Unaweza chagua na utumie. So kuna vile lazima utujipeleke mwenyewe uchague kiatu. Unaweza tumiwa na WhatsApp na uchague hii kiatu ni nzuri na uambie wakutumia hizo viatu hivyo. So inasaidia sana. Na apart kwa kuadvertise job yako kama viatu. Unaona kama kuna job zingine zenye ziko mtu anaweza kuwa akifanya si kwa advertise peke yake. Unafanya tu online. Unajua kuna job kama hizo like youth si lazima akuwe na shop ama akuwe na nini. But kuna jobs zinapatikana online. Unajua hivyo? Unajua ziko kweli? Nasikia ziko lakini ingia nijue ni hadi inaendana. Sasa kama hivi hapo tunasema story ama ya negative perspective. Unaona aje unaona technology itakuwa sana sasa ama hata relationship? Okay, technology tuseme inatumika paka watu wana post vitu tuseme kama umalaya inafanyika kwa technologies na vile tu watu wanaitumia kama kukoni watu, unaona unakuta mtu ameamua kama hawa wanaitwa confirmer, unaona wanatumia tu hizo simu kukoni watu pesa. So kwa njia nyingine inaweza kuwa inaharibu, but on the other side inasaidia sana. Kuja hapa kwa mali. Sasa unapata mayouth hata wanaweza date wakitumia wakiwa online. Unaona hiyo kama ni kitu poa ama tunafaa kurudi huko nyuma wenye watu walikuwa meet. Sisi unapata watu wanajua na online, mnatumia tu picha, mnaongea, wewe mnaanza kudate. Okay, kuna hiyo story ya Facebook, mna meet kwa Facebook. Napata mmejuania through Facebook. Okay, hiyo sioni kama inasaidia sana. Ile sasa kumjua mtu ni kumjua physically na muongee vizuri na umchunguze matendo yake na nini. Lakini kusema ati mnapatana tu ile tu kuchati kidogo, mmeingia Facebook, mmeonana picha hivi, hiyo sioni kama itasaidia sana. Juu hapo ndio mapataka doa mingi, watu wanaoana tena sina kama muda kidogo mnawachana, mnajua mkuu aisomana, mkuu aikaa pamoja hata mjuane vizuri. Ile tu kwa simu tu hivi inakuwa mmechajuana. So hiyo sioni kama iko fahamu kata kwa doa. Sasa endelea tu kwa homa hiyo. Sasa hizo unapata shule watu wako na laptops, wako na kompyuta, unaweza access vitabu yote ama kitu yoyote. Kitambo watu walikuwa wanasoma. Wewe unaona kama imefanya wao mayouth saizi wa kuelezi hawasomi, wanajua wanaweza tu Google alafu wapate kazi zao. Unaona kama imesaidia education wise ama imefanya vitu zikuwe ngumu na umefanya youth wa kuelezi. Na lie which side wewe? Okay, kimasomo tuseme tu inasaidia. Kujua kitu kama unagungu something unataka kujua vizuri, sioni ikiwa na madhara yote. Okay, as long as ile kitu utasoma ama utagungu utaiweka kwa akili, utaisave kwa akili yako juu. Kenye tunahitaji kwa education ni wa mind, ni nini umeweka kwa mind yako, unaona? Si mambo zenye unagugu, nini iko kwa akili yako, unaona? Hata ukagungu tu usome mambo tu umegungu na usome, haina madhara yote. Utajua tu kama vile tungesomeshwa tu shule, unaona? But safe na ukue
ujue ni nini uingize hiyo masomo, unaona. Hata ukaambiwa tu bila hizo simu tu ufanyishwe interview utapasa. So inasaidia kwa njia kama hizo, but saa ingine unapata maudhi pia kuna vile saa wanaitumia ile part wangefanya kujisaidia kimaisha ama kufanya mambo zingine, unapata hao wanafanya mambo zenye sina maana. Sasa wanaingia games, mtu anafanya kitu kama games, sasa unaona tu hakuna kitu sitamsaidia chochote naye, so inamfanya tu akuwe mjinga na kuwe mlezi, haisaidii chochote hizo. But unasema inasaidia na saidi nyingine inaharibu. Na sasa tunaweza kuongea. Sasa hivi kuna hizo online works, hizo jobs. Unapata youth ako very okay, anapatiwa kazi kwa unaweza hata unaniliwa unaandikwa online. Unakuwa ukiandikia mtu articles, unaandika nini. Wewe unaweza advise my youth waende kwa hizo jobs za huko kwa net online. In that unaweza fanya job yako kwa umelala. Bora tu uko na laptop ama uko na simu. Ama advise wakuje wa hustle huko nje. Watafute biashara. Wewe unaona kwako ile personal unataka gani kwa? Mimi nasema job ni job. As long as inalipa, kazi ni kazi. Isikue kama ile kazi utafanya kuna mahali itakupeleka, hata kama ungelala kwa kitanda wewe unafanya tu online na kuna venye itakusaidia, kazi ni kazi. Ukiona ikusaidii chochote, wacha kuchagua kazi. Toka nje, anza kuhaso. Welcome to the Street Vibe Show manze. Tulikuwa na topic yetu ya leo, tunazungumzia kuhusu teknolojia na vijana. Teknolojia inatusaidia aje? Ni aje mzito? Poa sana. Wanakutambua kama nani? Naitwa Tomno. Tomno? Naitwa Tomno. Najua uko Facebook. Facebook naitwa Robi Tomno. Uko WhatsApp? WhatsApp ni Tomno Tomweng Black Panther. Paka uko Instagram? Kila kitu. Je, unajua na historia ya teknolojia? Teknolojia naifahamu. Technology kwa jina, kwa on your own terms, unaweza define technology kama nini? Unaweza define technology ni any machinery ama unaweza put in simpler terms. Any machinery yenye imeletwa Nice. So ukiamka asubuhi kitu ya kwanza unafanya nini? Kitu ya kwanza siwezi kudanganya, unaangalia simu kama simu yangu imejaa. Moto kwanza. Kama imejaa moto kwanza. Unajua unaweza lala kama hujawasha simu. Kama nimewasha switch naangalia simu, kama imejaa naangalia kama kuna mtu alitry kunireach ikiwa nimelala. Hakuna hata kuomba. Siwezi danganya, hapo ndipo najidanganya mimi na Mungu. Kitu ya kwanza ni simu. Kitu ya kwanza ni simu. Waangalie mafans wanasema aje. Kwa WhatsApp. Sawa, kuna statistic inaonyesha kwamba sisi youths huwa tuna spend kila siku 8 hours kwa simu. 8 hours. 8 good hours kwa simu. Na hiyo time tunaangalia, si eti simu tunakuwa tunapigia msee, na si job tunakuwa tunafanya, ni either tuko kwa TV, either uko kwa WhatsApp unafanya nini hivi. Wewe unaona sisi kama vijana, technology inatusaidia ama inatuharibu? Technology inategemea vile unaitumia. Lakini mimi naweza sema kwa sasa technology iko, watu wana misuse. Watu wana misuse technology in one way or another. Kuna vile technology inafaa kusavia time, si kuwastea time. Vile tumesema inafaa work much easier. Sisi youth man tunatumia technology kwa njia mbaya. Wakati unasema tunatumia technology kwa njia mbaya, ni njia gani? Kama kuna zile masite watu visit zenye si poa. Kuna vile watu ile lugha watu wanatumia kwa mtandao. Tuseme vulgar language. Sana kwa platform. Kwa public domain. Si poa kwa society yetu. Nice. Na hiyo ni youth wanatumia hivyo. Sasa hiyo ni shida yetu ama ni shida nani? Who is to be blamed? Kwa sababu tu bado hizo vitu tunapata pale. Nakuta sisi wenyewe ndo tuna visit zile site. Unaona kama gava inafaa regulate ama tufanye nini? Juu hizo site ziko. Gava yenyewe sio lazima gava regulate. Kitu yenyewe tunafaa kufanya, tuna create awareness.
vile tunaweza tumia hiki kujenga. Ukisema tena gava regulate, kuna mafreedom zetu kama watu wa media. Gava ikiregulate, resources zetu zitakuwa zimekuwa diminished. Lakini gava wakijaribu make people aware, watu wajue kutumia in one way or another. Hiyo ndio itakuwa poa. Poa, wewe ushaikuwa student ama ni student? Mimi ni student bado. Manze, technology inachangia aje kwa masomo yako? Masomo yanachangia sana juu kwanza research unafanya online sana. Hata tuseme vitu simple vitu simple kama ku access ya information, kulipa school fees unafanya zote online. Apart from research, nasikia ma lecture wana complain copy and pasting. Manze, siku hizi unachukua tu information venye iko unasukuma. Lakini pia nimeona board ya university council wamejaribu sana to create vile rules plagiarism. Hizo za plagiarism inasaidia sana. Kama hizo copy and pasting, hizi kuna pia teknolojia mpya imetokea ya kufanya watu wakuwe more credible. Sasa kazi yako kama si original inaweza julikana haraka. Wanatambua. Wanatambua. Hiyo nice. Umesikia story na cyberbullying? Nimesikia story na cyberbullying. Unaweza sema aje kuhusu? Naweza sema cyberbullying ni decision ya mtu. Cyberbullying hakuna mtu atakulazimisha. But your persistence yao kama wewe si mtu strong, utakuwa cyberbullied. But ni threat, tunakubali ni threat. Pia tu the same thing, unafaa kuwa na awareness. Haya, tuseme kuna hii scenario imetokea. Watu wengi sana wana complain. Unakuta ulipiga tu picha yako poa ya familia na inakaa fani hivi. Watu wanaichukua na wana insert memes, wana insert words zao nini. Wanasukuma tu kwa mabeshe. Sisi na unakuta sisi wenyewe vijana ndio tunafanya hizo vitu. Wewe tu umepiga picha yako poa, msee anaichukua na caption in a way yenye inakuhurt. Unaweza sema aje kwa hiyo story? Naweza sema wewe tu umekuta picha yako tu ulikuwa swimo. Kidogo kitambi imetokea hivi. Msee amechukua na imesambaa. Naweza sema pia tu kuna mazoeano zingine unajua hauwezi avoid, lakini pia si poa. Mimi kwangu si poa. Personally kinifanyia kitu kama hiyo si poa. Tukimalizia. Uzuri ya technology 3 tu 2 imekusaidia sana. 2 technology imenisaidia sana. Kwanza kitu ya kwanza ni kusave time. Kitu ya pili ni kuwa informed. Kuwa updated. Najua the world inaendelea aje. Haya, mabaya yake 2 tu. Mabaya ya technology. Technology if used badly ina waste time. Alafu tena if used badly technology inaweza kuwa a threat to our morals zetu. Wewe mwenyewe imekuwa affect aje technology? Mimi naweza sema kuna positives na negatives, lakini hiyo nasema story ya siku nyingine. Hiyo story ya siku nyingine. Asante sana manze. Thank you so much. Manze, this is Street Vibe Show on VBN TV. Bado tunasikia ma opinions za wasee. Tulisema hii ni show moja ambayo your opinions and ideas zina matter a lot manze. This is Street Vibe Show. Manze, tunabonga za mtaa. Na kulingana na mada yetu ya leo, tunazungumzia umuhimu wa teknolojia kwa vijana. Jinsi wanajikuza, kazi, kila kitu. Sasa my friend, nzuri sana. Manze, kazi yako yani hatuna haja kuiadvertise, already inapendeza. Ni kazi unafanya wewe mwenyewe ama? It's my own business. I create all this. Na mbona umespecify na Africans, unaona? Because I have a passion in African things. And patchwork, and designing, so I combined the two and I came out with this. Okay, angalia ile kamera useme hi. Hello. Sema Street Vibes. Street Vibes. Okay, sawa. Hii ni show ambayo tunazungumza one on one na vijana. Tunabonga story tu ambayo inahusiana na mavijana. So topic yetu leo tunaongelea kuhusu teknolojia. Do you know what technology is? Technology. Nikiweza kuuliza technology nini? Nikiweza jibu nasema terms of example kama nini? Na tu kulingana na teknolojia unaweza patia definition gani? Any invention, something that has come to make work easier. Nice, ulisoma? Yes, teknolojia ni simu na hii sherehani ambayo unatumia kutengeneza kila kitu. So tunazungumzia umuhimu yake. Wewe unaona teknolojia imekusaidiaje? Kibiashara, imenisaidia because when I do my marketing,
huwa natumia technology that is through my phone, Instagram, Facebook, so I market my stuff there. Je, unaweza fafanua unaitumia like unaimarket aje? Like I take pictures of the product that I make and then post them on Instagram or Facebook. Kama hizi sasa. Exactly, kama hizi sasa. Sasa hizi ni pillowcase. Nikitake a picture of this, I post it on Facebook, kama Instagram, and then from there if I get a response from a client, I'll be able to sell them, and in turn sitakuwa nimepata na so kitu ya kwanza technology inakusaidia na marketing. marketing. Jambo la pili ambayo technology inakusaidia na Technology pia imenisaidia because given that hiyo cherehani ingekuwa imenipatia singeweza kufanya hii kazi. unatumia cherehani kushona. Exactly. Kushona, anything like the whole entire business ina entail mimi ni kutumia cherehani. Ndio ukuje na kitu kama hii unafanya ni research unafanya ama nini ndio ukuje na vitu kama hii? Talk of technology. Sasa niko na idea yes, but to implement it I had to research more like your African print and kushona, what can you come up with it? So I used technology to find out more what is trending using kinye nafanya kama ina trend. Kama nasema hiyo teknolojia. So hiyo umezungumzia umuhimu wa teknolojia. Je, unaona kama kuna ubaya teknolojia ambayo unaweza ona? Wewe teknolojia yenyewe ubaya yake? There is. Kwanza nikisema upande wangu wa business, naweza fanya kitu, I take a picture of it and then post it. But hapo tu ndio utapata mtu aende aseme hiyo kazi ni yake, a post kwingine na sema yeye ndo ametengeneza. Unaona, in short nasema kuna plagiarism. Plagiarism ya kuiba kazi ya mtu. So anaiba kazi yako. Hiyo ni disadvantage ya technology. Lakini ni very rare, si very common. It's rare, but given that I'm a small business woman, mtu akikufanyia hivyo take offense. Another disadvantage of technology. Another disadvantage. Tuingie sasa kwa youths, vijana. Saizi vijana, wewe ni kijana. Kuna yule kijana ambaye atumii technology jinsi unatumia. Before tukuje kufanya hii interview, tumeangalia research inasema kwamba kila siku zaidi ya vijana 800 wanatumia technology, lakini wanaitumia just for free. Like wanatumia technology, wanatumia 8 hours per day. 8 hours per day kwa teknolojia, lakini watumia kupiga simu, watumia kufanya nini? Wanatumia tu labda kwa WhatsApp, labda kwa TV, labda kucheza game. So unaona kwa vijana teknolojia imewadhuru aje ama imewasaidia aje? Imeweka in comfort zone. Like uko tu hapo wewe kazi yako ni kuangalia WhatsApp, uko YouTube. Unajua hiyo energy ungechannel kwa something else, at least ungekuwa productive. But given that you just sit there watching YouTube videos ama tu kwa WhatsApp, there's nothing good that is coming out of you. It's a disadvantage in terms of technology. Si labda unaangalia mafans wanasema aje? But how is it helping you? How is it helping you? Hata wakisema wasiposema iko na impact yote kwa life yako. So kitu ya kwanza contribute to laziness. Exactly. Watu wafanye kazi. And then tena kuna hiyo story ya watching of these videos of pornography and everything. Definitely wataanza tu kwa simu ama hizo sites, social media sites. Speaking of the youths going on those sites, unaona serikali inafaa ingilie ama ni wazazi ama ni jukumu la nani to regulate kwa sababu iko ready? Tunaweza control aje? Vitu zingine ni venye mtu amelelewa. So if your upbringing was different from another person, utaona venye mtu ana behave when he or she grows up. So if the parent alimraise in a specific way, kama it's a good way, that person atakuwa na interest or even the thought of use such kind of sites. But unajua wanasemanga an idle mind is the devil's workshop. Yeah. Kama hajafunzwa or anything, there's just something ama peer pressure that will force that person aende visit hizo sites. Nice. So ukiongelea story ya youth na technology, umesema jambo la kwanza kuna hiyo visitation of those sites. Umesema pia kuna laziness. Jambo lingine ambalo unaona teknolojia inaharibu vijana sana. Inaharibu pia in terms of yani unajua like sisi Africans
tukitaka tukifanya research, we want to be like other people, so there's also your culture inapotea. Tuna copy other. Speaking of copying, nimeona kuna watu ambao wanaamka ni socialites. Unaamka mwingine anakuta anasema mimi nataka kuwa socialite just because aliona mtu fulani so and so is a socialite, ana make do kupost picture, anafanya nini. So kuna venye alafu pia umesema hiyo social media, jinsi umesema tunapoteza our ways, tuna follow western. Unaona ni njia gani, baadhi ya mambo gani ambayo sisi tunaweka tunafanya ya wenyewe? Mode of dressing, hata food, hata tradition. Hata siku hizi kuna ngongana hizi marriages za come stay, like hatuko tunafanya hivyo. Imeletwa na teknolojia. Tungetuaje? Tunajua ni information, just information that has been transferred globally. So by research we come to learn and embrace them. Kuna hii tashwishi ama kuna hii malalamishi sana kutoka kwa vijana, wanasema kwamba hakuna kazi. Je, unafikiria teknolojia inaweza patia mtu kazi? Usinipatie na hii yako. No, I have to give. Hata mimi when nilimaliza my campus, nilikuwa nangoja serikali inipe kazi. But I could just say serikali inipe kazi. I had to, kama uko na idea, how will I get my idea out there? So I used technology. I started by marketing my things Instagram, and then by time God opened ways and I managed kufungua hapa. Hata kuna hizi, I don't know how they are called. Mtu anaandika hizo alafu anatuma online business. Exactly. So mtu anaweza pata kazi. So tuambie vijana kuna kazi na teknolojia. Kuna kazi. Waseme hakuna kazi. Lakini watumie teknolojia tu. Si ati hakuna kazi. Kazi unafanya equal legal business. Equal legal business. Nice. Tukiendelea hivyo, kuna venye wanasema kwamba teknolojia pia iko na madhara yake. Tunasema labda hivi venye uko na kazi hivi, umepiga picha vitu zako umeweka online. Ukifika nyumbani, labda uko na mpenzi wako, uko na dada yako, uko na mzazi wako, hauna wakati ya kuongea na mzazi, uko pale kwa simu. Ama umefika umefungulia TV. Unaona kama kuna venye teknolojia inatupoteza minendo. Unakuta kwamba you don't have time with your family, you're on TV. If you are so indulged kuangalia hiyo television all the time, or you are sticking to your phone all the time, hapo utasema it's like breaks the connection between your family, the bonds. So to some extent unaweza kuwa ina break familia, but I wouldn't say mtu anaweza stick to the phone. At the end of the day you need the other person. But kumekuwa unakuta baba ameingia hapo kwa simu, mama kwa simu, mtoto kwa simu, chakula inaungua. So hapo nani tulaumu nani sasa? We really have to blame technology. Ni watu tu wa regulate venye wanafanya vitu. Kumekuwa na tashwishi pia kwa vijana, maneno ya relationship. Mtu anaingia kwenye Facebook, anafungua Facebook, anaweka picha ambayo si yake. Umesikia story kama hiyo? Nimesikia. Like una impersonate another person. What happens? Wengine wanatusiana pale. Sasa hiyo ndio madhara. Exactly. Okay, sasa wanapata venue ya kutusi mwenzako. Nataka tu uniambie tu uzuri 3 ya teknolojia, uambie kijana ambaye anatazama pale, itamsaidia. If you know technology, inaweza kupea kazi, you learn a lot from it. So it's just you to know hiyo teknolojia inataka kusaidia. If you want the vices, if you want to have the morals, utapata tu. Manze, this is Street Vibe Show ndani ya VBN TV. Bado tunasikia ideas na opinions za wazee jinsi inaendelea. Thank you so much for tuning in to Street Vibe Show here on VBN TV. Na venye mmesikia, from the word of the street ni control technology. Hatuwezi fanya bila technology ama aje Jerry? It's up for us youths manze, tujue venye tutatumia technology. Ni technology itatucontrol ama ni sisi tutatumia, ama ni sisi tutacontrol technology. Na tumecheki kuna a lot of benefits manze. You can work on technology, like unaweza pata job kupitia technology. Unaweza jimarket manze ngoma yako, kila kitu kupitia technology. Pia unaweza weka Bible manze, kwa hizo app yenye unaweka kwa simu. Kumbuka kuweka Bible. It's part of technology.
Kweli kabisa. So thank you so much. Till next time, we'll meet again. I'm Cynthia Wanjiru. And I'm Jeremy Aimon. This is Street Vibe Show ndani ya VBN TV. Keep it locked. Tubonge za mtaa.